Na mtazamaji wangu, hatimaye leo hii utumiaji wa nguvu kupita kiasi na mzozo uliokuwa kwa muda kati ya maafisa wa polisi na uongozi mzima wa serikali awamu ya 7 kwa ujumla na wanaozidi kukosoa na kupinga uongozi wa serikali hiyo ya awamu ya 7 umeweza kuanza kutatuka hatua baada ya hatua. Hii hapa ni kufuatia tukio lililoweza kutokea kuachiwa huru kwa Kenifa na wengine, jambo ambalo linazidi kupendekeza pakubwa huenda tukaweza kumshuhudia Mheshimiwa Humphrey Polepole naye kuachiwa huru. Mtazamaji wangu, kabla tujaendelea na habari za sasa, ninakupatia ofa maalum. Unapotaka kununua data, dakika au SMS kwa bei nafuu kabisa, tumia paybill number 386868. Ni rahisi, ni haraka na ni salama. Paybill number 386868. Nunua kwa bei poa, tumia kwa uhakika, furahia mawasiliano yako kila siku. Mtazamaji wangu, hatua ya leo hii ya kuachiwa huru kwa Kenifa ni jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi ambavyo hivi sasa uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hauna budi kufanya kile kinachozidi kujadiliwa siku baada ya siku katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo linaonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 unaathirika pakubwa. Ila sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu kubwa zinazozidi kuwakumba viongozi wa serikali ya awamu ya 7, idadi kubwa Tanzania wangependa Jamhuri ya Tanzania iwe kuweze kuwepo na haki na uhuru. Pia watu wangependa wafanyabiashara kurejelea biashara zao kama kawaida. Vile hivi sasa upinzani hasa ukiongozwa na Mheshimiwa Tundu Lissu, Watanzania wangependa kuona amani na sio vita vya kisiasa wala matishio ya maandamano, hasa kufuatia tarehe 9 inayozidi kutarajia kufanywa kwa maandamano upya. Ila kwa hatua hizi ambazo zimeweza kuanzishwa na uongozi wa serikali ya awamu ya 7 ni habari njema, na iwapo kama kweli wangependa Jamhuri ya Tanzania iwe mahali pazuri na sifa iweze kubadilika, basi ni vyema kwa wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa muda hivi sasa kuomba Mheshimiwa Humphrey Polepole aachiwe huru. Basi ni vyema uongozi wa serikali ya awamu ya 7 iweze kufanya hivyo. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema uweze kulike na kushare video zetu. Na mtazamaji wangu, hatua ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuifanya yeye na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 leo hii ni kudhihirisha wazi kwamba hivi sasa wanafahamu uongozi na nguvu zipo kwa wananchi na sio kwa viongozi. Kwani iwapo utakuwa ukiongoza watu ambao hawapo tayari kuongozwa na wewe, basi mwisho siku utaweza kulazimika kuongoza watu ambao huenda wamekuwa vilema, wengine wameweza kuwa wajane, wengine wameweza kupata majeraha makubwa na hata wengine kuaga dunia kwa sababu ya wewe kunufaika kibinafsi na sio azma ya kuongoza wananchi ambao wameweza kukuteua. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sote tunafahamu kuna kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuwa activist mkubwa. Kwa njia moja ama nyingine aliweza kushinikiza pakubwa uhuru, usawa katika vyama vya kisiasa na hata kutetea mwananchi wa chini nchini Tanzania, jambo ambalo hivi sasa ni tofauti kabisa na kile ambacho kinachoonekana katika uongozi wake wa serikali ya awamu ya 6, awamu ya 7 hivi sasa. Maswali yakiibuka, je, ni kipi ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kukifanya na mabadiliko gani ambayo ako nayo mema kwa ajili ya Jamhuri ya Tanzania? Mtazamaji wangu, amini usiamini, Rais Mama Samia Suluhu Hassan hatua ambayo ameweza kuifanya itaweza kupendeza mno iwapo ataweza kuchangia kwa njia moja ama nyingine uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, uhuru wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, ili moja kwa moja Watanzania waweze kuanza kuona mabadiliko ambayo ameweza kuahidi kuyafanya, ili mwisho siku upande zote ziweze kunufaika na sio upande mmoja kunufaika.
hata kipindi na wakati ambapo atakuwa akiongoza watu hao ama wananchi hao, anaongoza watu ambao wameweza kumkubali kuwa rais wao, tofauti kabisa na kama utaweza kuongoza watu ila watu wanadai ya kwamba ifikiapo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 wapo tayari kurejea barabarani kwa mara nyingine kuandamana, kupinga na kukosoa serikali hiyo ya awamu ya 7 inayozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, sote tunafahamu ni kwa nini ama sababu zilizoweza kuchangia kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Kwanza kabisa, sote tunafahamu jinsi ambavyo shinikizo kubwa lilokuwa kilifanya Mheshimiwa Humphrey Polepole. Kulingana naye, Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa akifanya uhamasishaji tu, wala hakuwa na nia yoyote mbaya katika viongozi wakuu wa Jamhuri ya Tanzania. Ila jambo lililoweza kutokea kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu ni jambo la kuvunja moyo, hasa kwa wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, ambapo hawakuweza kufurahishwa na tukio hilo. Kwanza kabisa, katika boma lilokuwa akiishi Mheshimiwa Humphrey Polepole liweza kuonekana kuvunjwa na watu wasioweza kujulikana. Kanda za CCTV ambazo zilikuwa zimeweza kunaswa, kuibiwa ama kudokolewa, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi ambavyo waliokuwa wakitekeleza zoezi hilo kwa njia moja ama nyingine ni watu ambao sio wageni, na ni watu ambao walifahamu ni kipi cha kufanya kwa wakati walipoweza kufika katika boma lake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ila habari njema ambazo zinazidi kuzungumziwa ni kutokana na jinsi ambavyo familia yake Mheshimiwa Humphrey Polepole imekuwa ikifika katika mahakama kwa ajili ya kusikiza ama kuomba haki iweze kupatikana. Ila baadhi ya viongozi wakuu wa CCM ambapo wameweza kudai kwamba kwa kuwa Mheshimiwa Humphrey Polepole ni mmoja wa wanachama maarufu wa CCM, hakuna jambo baya lolote lile litaweza kumkumba, hatua ambayo Tanzania wengi baadhi yao hawajakubaliana nayo kamwe, hasa kutokana na jinsi ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole akiwa akifanya ukosoaji mzito, uhamasishaji kama alivyokuwa kidai baada ya kustaafu kama balozi wa huko Cuba, hatua ambayo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 wakati huo iliona wazi na moja kwa moja wataweza kuathirika pakubwa. Ndipo ambapo wakaweza kulazimika utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa Mheshimiwa Humphrey Polepole, jambo ambalo hadi leo hii idadi kubwa ya wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole wanazidi kushinikiza uongozi wa serikali ya awamu ya 7 kumwachia huru, hata baadhi ya Watanzania kudai kwamba katika maandamano yajayo watakuwa kitoka kuandamana ili Mheshimiwa Humphrey Polepole aachiwe huru. Ila mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.